Mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ, nikukaribisha tena kwenye channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Kufahamu pia maelekezo ya mitandao ya kijamii pamoja na maelekezo ya PC. Leo mtazamaji, katika upande wa kuedit nataka nikuelekeze jinsi ya kuedit video kwenye mfumo wa cinematic ratio au kuweka black bars kwenye upande wa juu na chini ionekane kama vile imekuwa squeezed. Hii aina ya kuedit inatumika sana katika upande wa kuedit movies pamoja na music videos. Nitakuelekeza leo kupitia application ya InShot kuweka hizo black bars ili kuifanya hiyo cinematic video katika upande wa kuedit movie pamoja na video. Hatua ya kwanza kabisa ya kufanya ni kuingia katika application yako ya InShot. Baada ya kuwa tayari una hiyo video au una hiyo project ambayo unataka kuitengeneza sasa katika mfumo wa movie, utaibonyeza hiyo app yako ya InShot. Baada ya kuingia hapa, utaenda sehemu ya video hapa ili kuanza sasa kuitengeneza hiyo cinematic. Utabonyeza sehemu ya new ili kupata hiyo new project. Unaweza ukaenda hapa sehemu ya black ili kupata background, au unaweza ukachange background baadaye. Kwa hiyo utaenda kwenye sehemu ya video, utatafuta video ambayo unataka kuitengeneza sasa kwenye mfumo huo wa cinematic. Mimi nachukua hii hapa kama mfano. Utaipiga okay hapo. Kisha baada hiyo project yako kukaa, ngoja niisogeze mbele ili niweke sehemu ile ya yenye kuonesha mwanga ili kuweza kuona vizuri. Kisha utakuja sehemu ya canvas hapa ili kuchange ratio sasa. Bonyeza hapa. Kisha utatembeza, utachagua ratio ambayo ni ya 16:9, 16:9. Bonyeza hapo. Baada ya kuweka hii ratio utapiga okay hapa. Utatembeza tena kutafuta sehemu, utakuja mpaka sehemu hapa ambayo imeandikwa crop. Ukishakuwa sehemu ya kucrop hapa, unaweza kucrop kwa kutumia kusqueeze hizi sehemu hapa chini na juu, au ili kupata uwiano mzuri utahitajika uingize namba hizi ambazo nitakuelekeza. Bonyeza sehemu hapa ambayo ina alama cha peni kama kuedit. Bonyeza sehemu ya upande wa pili hapa wa height. Utafuta hii namba ambayo imekaa hapa ambayo ni 720, andika 600. Kisha utapiga okay. Automatically itakuwa imejiclip kama unavyoweza kuona hapo kwa usawa ambao ni linganifu. Kisha utapiga okay. Utaweza kuona hizo black bars zikiwa zimetokea kwa juu na chini. Unaweza ukaongeza clip kwa kiwango ambacho unakihitaji wewe. Kama unaona hii bado ni ndogo, unaweza ukaja tena hapa utaendelea kupunguza hizi namba. Mfano 590 itakuwa kidogo imeongeza hiyo black bar. Utapiga okay kwa kiwango ambacho utahitaji wewe kukiweka. Na hii inatokana na jinsi ulivyokuwa umeshuti video yako au hizo clip ambazo unataka kutengenezea movie au music. Ili kupata clip nzuri, inatakiwa hiyo cinematic au hiyo video ambayo itakuwa inaonekana hapo basi isiweze kuwa juu au ikawa chini zaidi. Kwa hiyo inatakiwa iwe katikati. Kwa hiyo utaangalia jinsi utakavyokuwa unashuti. Kamera nyingi ambazo zinatumika sasa hivi huwa zina hizi alama ambazo zinakuelekeza wewe jinsi gani unaweza ukashuti ili kupata size nzuri. Kwa hiyo utakuwa unatumia hizo kamera, au unaweza kutumia zile screen ambazo zinatumika katika kamera ili kutengeneza uwiano mzuri pindi ambapo unataka kuedit. Kwa hiyo utakuwa unaangalia kiwango kizuri ambacho utakitumia ili utakapokuwa una edit hii cinematic basi isiwe inakata hiyo picha yako. Kwa hiyo utakuwa unatumia hiyo aina. Baada ya kuwa tayari umesha clip hapo, utapiga okay ili kuona jinsi inavyoweza kutokea. Unaweza ukaacha background hiyo hiyo, au unaweza ukabadilisha background kama unatumia kutengeneza music video. Unaweza ukaweka background nyingine yoyote ile, kwa mfano ya white hiyo. Unaweza ukachagua background yote unayotaka. Kama ni movie basi utaweka background nyeusi. Kisha unaweza ukaplay hapo.
Baada ya hapo kinachofuatia ni kusave tu hiyo project yako. Utabonyeza sehemu ya save na kisha itakuwa imeenda kama project au kama movie ambayo ulikuwa unahitaji wewe kutengeneza. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kutumia hii application ya InShot kutengeneza hiyo black bars au cinematic ratio kwa ajili ya movie zako. Yes, nadhani utakuwa umejifunza mtazamaji kwenye video ya leo. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii. Tukutane tena hapo baadaye. Nikuage kwa sasa. See you.